Moja dakika 20 zinakatika ndani ya Radio Maisha, Radio zaidi ya Radio. Good morning once again. Maisha asubuhi ya kumu na sakali. Na kama nilivyosema asubuhi ya leo ndani ya bunge la Maisha tumefanikiwa kuwa na Mheshimiwa Julius Ruto ambaye ni mbunge wa Keses. Yupo ndani ya studio. Mheshimiwa Julius Ruto ni mmoja kati ya wabunge ambao wapo katika kamati ya fedha katika bunge la kitaifa kama sijakosea. Mheshimiwa yuko hapa atakuwa anadhibitisha kama hilo ni sawa. Na kuna mambo mengi ya kuzungumzia. Najua kwamba kabisa sasa hivi tumeingia katika wiki muhimu sana kwa Mkenya, kwa sababu unajua mswada wa fedha 2026 ndio huo, na Mkenya ni muhimu sana kuweza kutoa maoni yake. Je, ni mapendekezo yapi ambayo unapendelea kwamba yabakie, yapi ambayo ungependa yarekebishwe, na yapi ambayo unahisi kabisa kwamba yanafaa kuondolewa kwa katika mapendekezo ama katika mswada wa fedha 2026? Tuko na Mheshimiwa Julius Ruto ndani ya studio. Mheshimiwa, good morning. Habari sana, habari ya asubuhi. Mimi si jambo. Nashukuru kwa fursa na nafasi ya kipekee ambapo nimepata kufika tena kwa mara nyingine katika kituo hiki chetu cha Radio Maisha ili kuwasiliana na wananchi watukufu wa taifa la Kenya na kujadiliana kwa masuala ya maendeleo, mipango za kitaifa. Hasa ulivyoelezea kwamba mimi ni mbunge kutoka eneo bunge la Keses, na kule bungeni ninakaa katika kamati cha fedha na mipango za kitaifa, na kwa sasa najua hiyo ndio kamati tajika kwa sasa kwa ajili ya ule wa fedha. Katika muhula huu ya bunge inasemekana kwamba ndio wakati wa Kenya wamepata kuelewa kwamba kuna mswada ya muhimu sana kwa maisha yao. Mswada ya mipango ya ukusanyaji ushuru, kuona kwamba wakati bajeti inapobidishwa na mambo mengi ambayo yanapendekezwa mahali pale, Wakenya wanauliza wapewe hiki kifanywe, waongezewe mshahara, wanaenda maandamano, wanafanya ile inaitwa CBA, wakisaini wanaongezewa sasa hiyo CBA iweze kuheshimiwa, pesa iwekwe mahali pale. Na kwa hiyo wizara husika na hiyo kazi ya ambao ni wizara ya fedha pia itatafuta njia mbadala ama mpinu ya kuweza kukusanya hiyo pesa ili kuweza kwamba kukarimia hiyo makadirio. Na kwa hiyo sasa hiyo mswada imekuwa ni mswada ambao imeweka komiti ya fedha katika kipengele cha juu. Kila mtu anajua kuna kamati kwa bunge inaitwa kamiti ya fedha. Lakini kabla hayo yote 9-10 niruhusu kwanza niweze kueleza furaha yangu kama fan ya Arsenal. We are the red. Unaruhusiwa hata kuinua. Nimefurahia wa Kenya jana, City ya Nairobi, Eldoret, kila pembe zote niliona. Mombasa kule Moita wapi? Moi Avenue pale Mombasa Moi Avenue, na kule Mama Ngina Drive. Niliona sehemu kote imepakwa rangi ya red. Maanisha ni kitu ya muhimu, ni tamu sana kuingojea kwa miaka 22. Ndio nasema subra uvuta heri, kwamba vumilia, kuna wakati ya kila kitu. So ni wakati wetu wa Arsenal, tuna furaha tele. Na hata huyu hapa ni shabiki wa Arsenal. Najua kwamba aliyelala hayati Raila Amolo Odinga ngawa ametuaja, hii tunasherehekea kwa niaba yake. Na pia rais wa Jamhuri ya Kenya ni mfuasi suku ya Arsenal. Yeye hicho kikombe jana ilipeanwa, wakumbuka kwamba ililetwa mpaka hapa kwa ofisi akaishika. So kumaanisha Kenya yote ni Arsenal kama rais. Nani mwingine? Na baba pia alikuwa Arsenal. Alikuwa sasa nani mwingine yuko nje. Mheshimiwa, on the same note, na napenda sana umeleta hoja hiyo, japo haikuwa moja kati ya yale ambayo tulikuwa tumepanga kuzungumzia, lakini napenda kwa hoja hiyo. Nikupe changamoto tu Mheshimiwa. Unakotoka kunajua kuna ile timu, kuna zile timu za mashinani. Na moja kati ya vitu ambavyo kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto anavipigania ni kuweza kukuza vipaji. Na nakumbuka hata Mheshimiwa Rais William Ruto alipoingia madarakani amekuwa rais wa kwanza wa kusema kabisa kwamba wachezaji watakuwa wanalipwa kiasi fulani. Imekuwa tu kwamba kitambo kwamba mchezaji anashinda alafu serikali inakaa inasema tutawalipa, lakini sasa hivi kuna mikakati kabisa. Mwanariadha anajua nikishinda gold akifika Kenya siku bargain, anajua kwamba niko na milioni zangu kadhaa. Nikishinda bronze napata hii, nikishinda fedha napata hii. From where you sit as a member of parliament, na penye unakotoka, tukiangalia our local clubs now that tunaweza tukashabikia international club ama a foreign club to that level, what can we do as a country ili kuhakikisha kwamba we support our local teams and local talents? Thank you. Kwanza kule bunge tumekuwa tukijadiliana, na kumbuka kuna mswada ambao tulijadiliana kama motion
ila tu wakishaongelea kama motion hiyo ni kuipatia kiwango ya juu kitaifa, kwamba masuala ya michezo yanafaa yaangaliwe vilivyo. Lakini ila ni kwamba tunangojea wizara husika na serikali tendesi iweze kukaa chini na itoe mwafaka policy direction ambao tunafaa kuifuatilia. Bado wajua kwamba mchezo bado uko na changamoto mingi katika taifa la Kenya, ikiwemo facilities and equipment, viwanja ambapo hatuna. Ukiangalia mali tungepata matalanda hauwezi pata, kwa kuwa ukienda hapa Nairobi South Sea utapata ile uwanja ambao ili shamba kidogo ilipaki kwa wale wakora ambao wamekuwa wakifanya wakinyakua mashamba. Ukienda mahali pale ni vigumu sana uweze kutambua talanta, kwa kuwa hakuna nafasi mwafaka ama sehemu ambayo utaweza kupatia wale wako na talanta kugusa na pia kutambulika. So hivyo kuna changamoto kubwa, na kwa hiyo katika hii serikali nimeona kila sehemu, kila kaunti kuna kazi inaendelea. Nimeona aswa serikali sijui ni kwa nini waliamulia kuipatia viwanja mingi kusimamiwa na wanajeshi. Na nimeona kazi inaendelea, ukiona kila pembe kuna kazi inaendelea. Mimi naonia kwamba baada ya kupata hii viwanja kama haya na aswa kama soka ni tournament inakuja mwaka ujao, ambapo unaona Talanta Stadium imeweza kujengwa kiwango ya hiyo, na viwanja vingine tunaambiwa kwamba yatajengwa hivyo. Mimi naamini kwamba tukielekea hivyo inaanza kusharpen mawazo yetu kuelekea sehemu ile. Kuongea kuhusu maneno ya kuridhia wale wachezaji ama kuwatuswa, tumekuwa tukiona kama pronunciation ya president. Kuna wakati Kibaki alisema, Uhuru alisema, ikachukua muda. Sasa tunaona serikali iliyomo imejaribu, lakini hatujaweza kupata mpangilio kamili kisheria. Na mimi najua hiyo ni changamoto tunayo, kwamba tunahitaji policy ambayo itatusaidia, ili wakati tunaweka hata budget, tunaviunda budget kwa sasa, ile budget ya sports tuko na budget line inasema hii ni rewards kwa wale ambao ni washinde, so that kwamba tuweze kukua na encouragement. Ile mchezo ya mwaka uliopita, ile tournament ilikuwa inaitwa ilikuwa ni CHAN. Ilikuwa ni CHAN. Uliona rais alipojitoa mwenyewe katika njia yake na akawatusa, na uliona Kenya ilikuja. Hiyo ni kumaanisha kama mwanadamu kama kawaida, mwanadamu huvutiwa na ile kitu ambayo anaitafuta. Na hiyo tu ni jambo ambalo lazima tuisome kwa hapo. Tuzungumzie sasa yanayohusu kamati yako, kamati ya fedha, mswada wa fedha mwaka 2026. Naona tayari ushaanza kuibua joto, na upinzani unazungumza, unasema kwamba wataitisha maandamano, unasema kwamba mswada ule unafaa kuangushwa. Do you think sometimes you are too hard on the government and on you guys? And I'm asking this kwa sababu mswada wa fedha hapa nchini imekuwa ni gumzo kubwa tangu yalofanyika 2024. Of course last year kulikuwa bado naona tena this year bado kuna swala hilo. Ili hali wale ambao ni watetezi wa upande wa serikali wanasema kivyote vile lazima serikali ijiendeshe, lazima ikusanye ushuru, lazima itafute mapato na kadhalika. Lakini kwa jicho jingine Wakenya wanahisi kwamba wanafinywa mno na mswada wa fedha kutokana na mapendekezo ya kuongezwa kwa ushuru, na baadhi tutayazungumzia hapa. Lakini swala la jumla, unadhani kwamba sometimes you're too hard? Ingekuwa vema ningejua kwamba ni kipengee ipi na kile ambao Wakenya wanasema, kwa kuwa hata Wakenya wenyewe ukiwauliza wengi hawaelewi. Niliona katika mjadala ambao umekuwa ukiendelea, wamesema kwamba hii mswada inapendekeza kuongeza kwa ushuru kwa mashamba, vitu kama hayo ambao ninavyoelewa hii mswada inaangazia maneno ya income tax. Na income tax hata inaangalia definitions ya words kama royalties, ni vitu ya wadosi. Unajua royalties iko kwa mining, iko kwa copyright. Nimeona royalties kama maneno ya software. Hiyo ni vitu nimeona kidogo inakusa vijana au inakusaje kwa biashara. But ile inakusa your disposable income. Hakuna jambo kama haya. Okay. Maneno ya VAT. So najaribu tu kueleza kwa kifupi. So mimi nataka kusema kwamba Kenya, kando na mataifa zingine, tumependa siasa ambayo ni ya kuchafua tu nchi. Kama shida ya mafuta ya juzi. Shida ya mafuta iko shida ya Kenya. Nimepata kwa vyombo vya habari, hata wahariri wa hapa nyumbani, hii radio Standard Media Group walienda mpaka Ethiopia na wakatumulikia jinsi ilivyo shida ya uhaba wa mafuta Ethiopia, kwa kuwa hawana mipango kama ya Kenya, kama ya G2G ambayo imetuwezesha kuwa na mafuta licha ya changamoto ya gharama ya maisha, lakini hawajaenda maandamano kuchoma nje. So ni kama mswada ya fedha. Wale wa Kenya leo wakiona barabara haijaundwa kwa ajili ya, nilisikia mmoja aliyekuwa mwenyekiti katika kamati ya fedha, Ndindi Nyoro, akiattack maneno ya fuel levy. Hiyo ndio fuel levy imefanya mabarabara yaliyokuwa yamekwama yaendelee.
Saizi tunavyoongea zile bending bills zimeweza kurejeshwa, makandarasi wako kwa barabara. Lakini leo nasema tuondoe. So tukiondoa hiyo mabarabara yatasama. Yakisama wale Wakenya wanaenda kwa maandamano. Rais afanye kazi. So mimi nataka kusema tu kwamba Wakenya tumependa siasa. Okay, tuko na uhuru, demokrasia tunayo, inatusaidia, inatupatia freedom of space. So si kwamba tuko na ugumu kwa serikali, ila tunajaribu kutafuta ile njia ambayo inaweza kuza Wakenya. Unajua Wakenya wabendi kukuzwa. Ile tu unaweza ambia Wakenya, hii kitu imeamuliwa hapa. Inakutoa hata kwa nyumba yako. Utakosa chakula, utakosa mkate. Waelewa? Na Wakenya wengi pia, naye ni vema kusema, hawapendi kujisomea. Wanapenda kuelezwa. Na kuna watu wachache hasa wanasiasa wa upinzani wamejua kwamba Wakenya have no time. Lakini Wakenya watakuwa na time ya kuona trends. Leta storia ya trends, social life, nini. Kenyans are more informed on that aspect. But on issues of governance, most Kenyans doesn't like reading for themselves to understand. Not because of anything, they get tired. And I'm sure hali ya siasa venye imekuwa hapa na vale mshike, pulling apart on persuasion, hiyo ndio imefanya siasa mingi. Na wakati mwingine pia ni mwenyako kwa power. Sometimes tunaweza tarau mwenyako kwa uongozi, na kila kitu hata kama ni kizuri, hata hatuna nafasi ya kusikia ni nini kizuri inanihusu, ambaye anaipeleka policy gani. Tunaamua kugeneralize. Okay. Yes. Naomba utupe maelezo kidogo kuhusiana na ushuru huu wa 7.5% ambao sasa unapelekwa 10% on residential. Yes. Tell us a little bit more. Hii inahusu wale ambao wanaitwa non-resident. Katika taxes ukisikia resident na non-resident ni foreigners. Okay. So kila foreigner anakuja kuwekeza kama Chinese na wanakuja kuwekeza hapa. So ni kwamba ushuru yao kwa sasa, ile residents wanachukua 7.5% tax on ile unapata. Inaitwa kama ni final tax, rental income. So kwa sasa hii inapendekeza kwamba non-resident ambao wamewekeza, their rate inuliwe from 7.5 to 10%. So I think nothing much on that because... Lakini hilo halitoshuka chini kwa Mkenya wa kawaida, kwa sababu mwisho wa siku Wakenya wa kawaida najua ndio wanaishi katika maeneo haya. Kwa kuwa hiyo unajua kuna kitu inaitwanga repatriation of profit. So utakuja kufanya profit, wewe unaenda kuwekeza nyumba kama pale Kilimani ama Airbnb for example. Okay. So baada ya mwaka si anafanya gharama yake, anapata faida. So yeye na Mkenya kawaida akichajiwa 7.5 for example, Mkenya kawaida unamcharge 7.5 juu at least ataretain hiyo pesa kwa administration yetu, kwa jurisdiction yetu. Utaona hiyo pesa ikiwa kwa benki ama ikienda kuegeza. Huyu amekuja kama investment, so hizo profits yake atafanya repatriation. So akifanya repatriation, hiyo ni kumaanisha ametoa pesa kutoka Kenya, anaenda kujenga uchumi mwingine. Umeelewa? So serikali inapendekeza, kwa kuwa umekuja umetumia nafasi yetu, pesa umekusanya hapa, usiende na yote. So rates ya resident and non-resident, hata kwa income tax kama corporate, non-resident companies wanajajiwa 35%, Kenyan corporate companies wanajajiwa and standard applicable. Yes. Na mheshimiwa, katika hiyo swala nzima la ushuru unayozungumzia 7.5% to 10%, nadhani kwamba sometimes nyie pia kama waheshimiwa kuna mahali mnakosea, kwa sababu public education ni muhimu sana. Why am I saying this? Kwa sababu sasa hivi ukienda mtaani utasikia Wakenya wanasema kwamba kodi ya nyumba itapanda, na wanatoa mfano kwamba sasa hivi wamiliki, landlord and landladies in general, kwamba wanasema kwamba ule ushuru ambao wanatozwa utatoka from 7.5% to 10%, na nao Wakenya wanasema kwamba kama landlord and landladies watakuwa natozwa 10% from 7.5, then wao watashukisha kwa mpangaji, na huyo mpangaji ni Mkenya. Kwamba income tax, VAT, ingekuwa VAT ni rahisi sana kusukuma kwa consumer, kwa kuwa VAT ni consumer analipa. Income tax ni mapato, ni profit. Hiyo una calculate pa kusema mapato yangu ama my revenue ilikuwa kiasi, gharama nilitumia ni kiasi, faida ni kama mshahara. Faida ndio income yako, hapo ndio sasa tax inawekwa. So there is no way utarudisha hiyo ni an indirect tax. Kwa mfano nikupe you cannot revert back. Nikupe mfano mheshimiwa. Kwa ngoja kidogo nieleze. Hata ukiongeza rent iende juu, your profit itaenda juu. Tena the same income tax, ya tax on that itaenda juu. So lakini VAT ni consumer tax. Unajua ni value added. Hiyo ukiongeza, mwenye biashara anaisukumia kwa consumer.
Umeelewa? Okay. That's an indirect tax. Yes. But don't you think kwamba kwa sababu sisi ni wa Kenya na tunajua tabia zetu wa Kenya kwamba this is an opportunity ambayo itakuwa itatumika vibaya na wamiliki wa nyumba, kwa sababu walikuwa nasema kwamba mimi sasa hivi nakuwa tax 10%. Kwa hivyo na nyinyi kama ulikuwa unalipa one bedroom maybe 10,000, aseme kwamba napeleka 12,000. Well, kuna vitu mbili lazima tukubaliane pia. Yes, tumekuwa na hiyo hali kwamba kitu kidogo kikifanyika, mwanabiashara kama hata bei ya mafuta. Yeah. Hata leo si leo iko 200, si wanaongeza, hata ikiteremshwa. Ikiongezwa the same night wanaenda juu. Ikipunguzwa hawapunguzi. Sasa we need to have kwa maneno ya consumer protection, bado tuko na changamoto kidogo lazima tuweke. Because hatuwezi weka mateka serikali isiweze kufanya mipangilio yake kwa ajili ya watu binafsi na pale, ila tu lazima pia tuone instruments ya unajua Kenya ni soko huru, but we need to kuweka so more tight an instrument on consumer protection and competition authority iweze kufanya kazi yake vilivyo. So kwa kuwa tuko na hizo idara ambazo inahusika kuweza kuangalia na pia KNBS wale ambao wanahusika kuchangamuza na kuona kufanya hiyo research, they will need to help us so that we can execute on that. But this one doesn't hold government at ransom because pressure ya expenditure pia iko na changamoto. Nyo wakati tuangalia pia kwa sehemu ya finance bill ama kwa sehemu ya revenue raising measures, pia lazima tuangalie sehemu ya expenditure pressure. Unavyoangalia kwa expenditure pressure, ile madeni tumekuwa because kando na kukusanya ushuru ni kukoba. Na tayari yale deni ambao tumekoba, riba peke yake ile tunalipa imeongezeka mpaka kwa budget size ni 1.3. Kwa kuwa we have ile ndio Consolidated Financial Services CFS tumeweka 1.5. 200 billion hiyo ni ya pensioners, 1.3 ni ya kulipa riba. So tukiwaja kukusanya tutakoba, tukikoba ina increase pressure kwa expenditure, na hiyo pressure ikienda juu, hiyo inamaanisha tutasahamisha vitu vingine kama maendeleo, kwa kuwa pia ukiona kwa sehemu ya recurrent mishahara na nini ni fixed cost ambao lazima yalipwe. Maaskari walipwe, walimu walipwe, alafu kuna vitu ya operations kama SHA, kama mahitaji ya security equipment, hata what do you call tear gas. Sisi wa Kenya ni umesema tuna budget for tear gas pia. Budget kwa tear gas. Hiyo ndio tools lazima tutumie kuweza kulinda nchi, kulinda yule ambaye aendani kwa maandamano. Maandamano mengi ya Kenya wakora wanaingilia. Wakiingilia kubomoa vitu ya watu, kujama vitu ya watu. So lazima pia serikali linde mwananchi wa kawaida ambaye tear gas. So lazima iweke pesa ya tear gas. Mheshimiwa, sasa risk area. Unajua lazima pia uangalie risk area. Okay. Mheshimiwa, can you explain to us about the 25% exercise duty on phone? Yes, those issues na ambao tunaangalia kwa 25%. Serikali inapendekeza kuintroduce 25% kwa imported finished. Unajua kwa sasa masimu mingi Samsung mingi tunaletewa kutoka nje. Kama yakamilika. But pia hapa Kenya kuna makampuni ambayo wamejitokeza kufanya ile inaitwa assembling. Phone assembling. So tunataka ku-encourage assembling hapa Kenya ili ku-increase opportunity ya vijana kupata ajira hapa Kenya. Mheshimiwa, nataka tutumie mfano tu. Kuna kitu najaribu kueleza. So kusudi ya kuweka excise ni kuongeza gharama ya ile unaagiza kutoka nje kama chombo ambao kimekamilika kwa kutumika. Okay. Ili kuipatia nafasi yule ambaye ana assemble hapa Kenya soko yake kupata soko. Umeelewa? Okay. Kama wewe kama consumer kawaida, ukiona ile bidhaa ambayo imeundwa Kenya, kama tu wa Kenya, na ile unaona made in China ama made in kama kawaida kama consumer, okay, kuna preference. But because of that, tunajaribu kuona kwamba tutafanya protection namna gani kwa huyu local assemble. Lakini kuna changamoto ambao treasurer wako tueleza vizuri. Kuna kitu ambao wamesema kwamba upon activation. So hiyo ndio tunataka kuelewa activation inamaanisha nini. Could it be kwamba upon activation maybe ni wakati we have that problem. Hata sisi kwa kamati tunajaribu kujua what is the meaning of the upon activation. Kwa sababu mheshimiwa, unajua now this is now being loosely. Hata ile ya nyumbani pia inafanywa local assemble, itahitaji kwa activated. So we need to know now where is the difference between finished product and local assemble in the meaning, the context of the word activation. But let me ask, wewe mheshimiwa pale unapoketi, unadhani kwamba tuna capacity ya kuweza assemble enough phones, I mean kuendana na demand ambayo ipo? Kwa sababu ndio inaweza kawa unaziba ama unajaribu kukaza nati katika uagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, lakini hatuna capacity, hatuna uwezo wa kuweza kushibisha mahitaji hapa nchini. Kwa wakati
mwingine kama kamati kwenda kuona, and kufika ya mkoba wao wanatoa 7,000 phones per day. Okay. So na unajua phones we are not buying every now and then. And number 2, we must be lazima tukue pia futuristic. We cannot operate in a conservative manner kwamba we don't have capacity and lose the opportunity for our employment, because the moment we buy finished product, hiyo mavazi yako unavaa, ukiangalia koti yako imeandikwa made in Turkey, made in China, made in where, Italy, and you feel nice, you know, mimi navaa vizuri, Italian suit. Lakini sasa ile unanunua, ajira ni nani umepromote? Mchina, Mutaki, Mutaliano. So jambo la muhimu ni kwamba hatuwezi weka hofu, lazima pia to balance, but in the long run tuwe tunaelekea mahali tunaweka uhuru yetu ya kujitegemea wenyewe. We do that. Kenya, we are 50 million Kenyans. We can say Kenyans who have ability to purchase, average on 30 million. So hiyo ni soko. So ukitaka hiyo soko umecreate ajira. Wajua swali langu linatokana na do you empower fast? Na hili swala nimekuwa nalo hata katika serikali za county nikiwa na magavana wakati mwingi. Nitakutajia mojawapo wa county ambapo kulijengwa kiwanda cha kuku. Kwamba sasa tunataka tuwe tuna value add kuku na kadhalika, na mpaka leo kiwanda kijaanza kuhudumu kwa sababu hakuna bidhaa, hakuna wakulima wapo, lakini mmoja na kuku mmoja, mwingine kuku wawili, mwingine kuku watatu. Kwa hivyo inakuwa kwamba fedha za mwananchi zimepotea katika mradi ambao mwisho siku. So do you start by looking at capacity na kuweza kuempower labda uwekezaji wa ndani mwa nchi kwanza, ama do you start by kukaza hizi nati? That is food for thought. Tueleze kidogo kuhusiana na mtumba, kwa sababu najua kuna gumzo kubwa sana kuhusiana na second hand cloth important mtumba, na imeibua mjadala mkubwa sana kwa sababu wengi wa wafanyabiashara ambao wanategemea sekta ile, na vile baadhi ya wengi wa Wakenya wanatumia nguo ambazo ni za bila shaka mitumba, wanahisi kwamba ni mojawapo wa masuala ambayo yatawapeleka mitaani kuhusiana na huu mswada wa fedha. Jambo la kwanza lazima tueleze ni kwamba katika ile published finance bill hakuna kipengele hata moja inaongelea maneno ya mitumba. Okay. Yeah, hiyo ilikuwa ni, kwa hivyo it was a proposal, it was a discussion. Okay. Na ijakuwa ni discussion ya leo peke yake, kwa muda mrefu. Ile walikuwa napeananga exemption for 2 years, 3 years. Lazima pia tukubaliane na Wakenya. Tunaviongea kwa sasa. Mavazi ya mitumba ni ya gharama ya chini. Imewezesha kila Mkenya kujipatia nguo, kwa hiyo ni hitaji la kwanza, basic need, clothing. Lakini pia lazima tujue kwamba hii ndio imeangamiza viwanda vyetu ambao ingeleta ajira. Kina Rivertex, kina Kikomi kutoka Kisumu, kina hao sote ambao walikuwa wanaweza kuleta ajira hapa Kenya. Kwa kuwa tumesukuma pesa, mapato yetu yote tunapeleka nje kupitia mitumba. Kuna changamoto pia lazima tuulize, sio kila Mkenya yule ako Kikombani anaakisa mitumba. Kuna mwanabiashara mmoja ambaye kazi yake ni kwenda kusanya mitumba na kuweka kwa ndege. By the time anashukisha hapa kwa wale ambao wanunuzi, yeye ni trillionaire, billionaire. Lakini kwa chini tunaangalia consumer pale chini, tumekuwa tukitoa, hatujaweka tax hapa. So huyo mtu juu mitumba ni exemption, huyo ni tajiri moja ambaye ajihusishi na contribution ya taxes. Kwa ajili sheria tunaangalia Mkenya aliye wapi? Chini, yule ambaye atatembea kwa miguu mpaka wapi? Mpaka Kikomba. Umeelewana? So hata kwa sasa haipo kwa ajili ya huyo Mkenya, kwamba tusiendelee kwa sababu ukipandisha ya huyu trillionaire baada ataipitisha mpaka, lakini naye huyu trillionaire ako na uwezo ya kusukuma hiyo neno inside population ili sehemu yake isingiliwe. So anaunda pesa yake clean money. Umeelewa? Na unija pesa yake hata ajui nani anaenda kununua nguo, ako na wanabiashara wako hapa wachuuzi nani. Umeelewa? So wanamalizana, ndege tu ikiteremka Eldoret ikifika chini, malori inaingia pale, inapangwa inaenda kwa nani, kwa store ya nani, wanamalizia hapo. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kama Wakenya pia idafiki tukuwe na mazungumzo kamili. Tujiulize usiku saa usoni tutafanyaje tuweze kuregeza ajira nyumbani, aswa ya mavazi. Kwa kuwa hii watu milioni 50 lazima wavae. Iwe ni mtoto amesaliwa leo, iwe ni mzee ambaye kikoko anaelekea siku zake za mwisho kwa maisha yake. Wote lazima wavae nguo. Hii nguo zinavaliwa, tutaendelea kukusanya mapato yetu, ile tunaita our economy is doing well. So tunaambiwa na wajuzi wa changamuzi kwamba our economy is doing well. Is doing well, but
in favor of who? Okay. But what should be the priority? Ni Mkenya avae nguo ama ni serikali ipate mapato? What should be the priority? Kwa sababu hata tukaziba hii mitumba yote, na ulivyosema wengi wa Wakenya hawana uwezo wa kuweza kumudu gharama ya kununua Rivertex na kwingineko wakati viwanda vyetu vitakuwepo. So huyu Mkenya si kwamba ananunua mitumba kwa sababu anapenda sana mitumba. Nimekubaliana na wewe. But hiyo ndio sababu hiyo taxes zimetolewa. Nenda miaka rudi miaka nenda. Okay. But hatujakuwa na hatua ya kufanya correction. So what are we saying? Our economy yetu kama Kenya ni ile inaitwa economy ya trading economy, kwamba wanabiashara manufacturers kutoka nje wanakaa chini, wamekuja Kenya, wamejua Kenya kwanza kama ni mavazi, sisi watu wa Rift Valley ni warefu kiasi gani, wanono kiasi gani, wanatengeneza manguo ambao wewe mwenyewe ukienda kwa soko, suit yangu ni size 52. I'm sure unavaa 52 ama 54 for example. Wanajua kuna Mkenya atavaa 52. Wana manufacture pale kwa soko ya wapi? Kenya. So tutaendelea namna hii for how long? Nakubaliana kwamba tukiunda Kenya gharama itaenda juu kwa ajili ya materials ambayo hatuna, kwa kuwa tena wale wakulima walikuwa wanapanda cotton walikosa tumaini wakachimbua. So kuna maneno mengi lazima tu balance, because lazima Mkenya avae nguo ambaye ana uwezo ya kuvaa. But pia tunataka huyo Mkenya in future akuwe na employment. Pata watoto wetu wanaenda kwa shule wakisomea textile engineering. Sasa hatuna textile engineering courses kwa kuwa there is no job. Okay, dakika ni 14 kabla kufika 3 kamili ndani ya bunge la maisha asubuhi ya leo. Tuko na Mheshimiwa Julius Ruto ambaye ni mbunge wa Kisesa. Mheshimiwa, tunarudi muda so mrefu, tueleze kwamba dakika ni 10 kabla kufika 3 kamili tuko na Mheshimiwa Julius Ruto mbunge wa Kisesa ambaye yupo katika kamati ya fedha katika bunge la kitaifa bila shaka, sio? Na unajua huyu ndo alianzishia Mishra matatizo. Mishra mmoja huyo. Mheshimiwa Ruto alirusha nyumbani. Alimpeleka mbio. Zile changamoto anazopitia yusikani na siasa. Changamoto za kibiashara na what you call ethics kwa Kiswahili. Maadili ya biashara. Okay. Alright, tunakwenda kwa maswali asubuhi ya leo. Tuko na Mheshimiwa ambaye anahusika katika kamati ya fedha ndani ya bunge la kitaifa. Kuna swali gani kwake Mheshimiwa Julius Ruto? 0719012700. Lakini pia unaweza pia ukaelekeza maswali yako kuhusu masuala mazima ya mswada wa kifedha 2026. Philip, good morning. Poa sana Sakali na Okumu. Karibu sana, swali lako ni gani kwa Mheshimiwa asubuhi ya leo? Swali la kwanza, hii serikali ya Kenya Kwanza wanataka kukimbizana na Wakenya na mambo ya ushuru, na imesemekana UDA wenyewe hawalipi ushuru. Sasa wanawezaje kukimbiza sisi na wao wenyewe walipi ushuru? Swali la pili, niliona Mheshimiwa Gachagua akiwa PC alimwambia watu wa PC sijui wachague tena mtu juu ako na rangi fulani, na Mheshimiwa Ruto 2022 alikuja kumwambia watu wa Kesesi kwa sababu nani kisha mantaki mfukuzeni. Sasa hilo liko tofauti gani Ruto na Gachagua kwa kusema hivyo? Alright, shukrani sana kwa maswali yako. Job, good morning. Morning. Karibu sana, unapiga simu kutoka wapi na swali lako kwa mheshimiwa ni gani? Ni Jomba kutoka Ongwaro. Karibu sana, swali lako ni gani dadi? Swali langu ni kuingia kwa data ya mwananchi wa kawaida. Jambo la busara kweli? Nashukuru. Asante. Ili swala la KRA kuchunguza data. Dan, good morning. Morning too. Karibu sana kutoka Bungoma, swali lako ni gani? Mimi sina swali lakini niko na maoni. Alright, Wakati tunasikiza mazungumzo tunapata kuelewa na kupata kwamba kuna mwafaka hapo. Sasa kile kitu ambacho sisi tunataka kusema vitendo ndio ngumu, lakini sisi tukisikiza tunafurahia sababu wanasema vizuri. Lakini vitendo wanachanga wapi vitendo? Okay, wanasema vizuri, kutenda ndio shida. Robert, good morning. Kwa salama sana Hukumu na Sakari. Mko fiti? Kwema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na swali lako kwa mheshimiwa ni gani? Mimi niko Machakos. Okay, swali lako ni gani? Swali yangu najaribu kumuuliza kiongozi wetu. Amesema alienda Ethiopia na akaona kule hivyo sasa ndio kuna shida kabisa ya mafuta. Okay, unajua Ethiopia haijafika 200 ama alikuwa anajaribu kumaanisha nini? Huko Ethiopia ni 100 na sisi tushafika 200. Aeleweshe hapo nimuelewe vizuri. Mheshimiwa hajafika Ethiopia, na sisi waandishi wa habari tumefika Ethiopia. Vedo Maisha, hello. Jose Waroka hapa Hukumu. Karibu sana, swali lako kwa mheshimiwa ni gani?
Okay, sasa mimi ni mambo na hii public participation. Uanga inafanyika ukweli, alafu ikifanyika uanga wanatilia maoni ya mwananchi maanani juu hata wakati ile ya 2024 wakati wananchi walienda participation na haikuenda tena, ukasikia wabunge huku wakasema hata kama mliandamana tulikuja kuipitisha huku nyuma. Sasa participation inakuanga na umuhimu kweli. Uanga wanakiuka baadaye. Swali nzuri sana. Sakali, labda uko na jumbe mbili tatu? Naona wengi tu hapo wanasema #reject the finance bill. Martin Gitonga ndivyo anavyosema. Felix Tyler anasema sijasoma lakini mimi najua tu itaumiza mwananchi. Anasema yuko Matungu. Alafu yeye anasema Baba Jaden anasema Prince Jaden anasema bado hajasoma kwa hivyo hatatoa comment. Alafu Vini Da Vinci anarejelea swala ambalo ulikuwa umelitaja awali, hukumu indirectly. Anasema access ya documents kama hizi zinafaa kwa Kenya wote. Anasema anajaribu kuitafuta hajaipata. Martin Muriuki of course anaendeleza ile hashtag. Kisha nitamaliza na adui wa mapenzi. Anasema reject na ametoa hoja kama 6, labda nitasoma kama 3. KRA access to M-Pesa statements anasema ni moja wapo. Phones will become more expensive to purchase. Mtumba clothes increment na tumailo la Mtumba ulikuwa umeweza kuliangazia pamoja na jumbe kadha wa kadha. Mheshimiwa, nafasi yako. Fupi tu. Nitaanzia hii ya kwanza na umesikia mwingine anasema sijasoma. Lazima tueleze wa Kenya jukumu la kuweka sheria ni bunge. Jukumu la serikali tendency ama executive ni kutoa mswada yao. Mswada umefikisha, publish. Tuko pamoja. Baka hapo Bani bunge ndio itafanya process ya kutunga ikuwe sheria kabla rais hajatia sahihi. So kwa hiyo mapendekezo sote siko kwa finance bill ile imepublishiwa, haimaanishi kwamba itaenda namna hiyo. Napenda pia kuwakumbusha wa Kenya, ingawa tulichoma nje 2024, wasome ripoti iliwasilishwa katika kamati ya chumba chote ama third reading. Wasome ile mswada ambayo ilipelekwa kwa rais kutia sahihi, ingawa rais hakutia sahihi kwa ajili ya public interest. Wakati nje ilikuwa imechemka, akasema kwamba kwa kuwa sasa we have confusion na Wakenya waelewi the importance imekuwa kwa hii bill. Sile vitu mingi ambazo ilikuwa inaelekea kusaidia mwananchi wa kawaida, ikiwemo kuondolewa kwa ushuru kwa zile vitu ambazo kama SHA na affordable housing, ilikuwa inawezesha Mkenya wa mshahara aongeze mapato yake pale chini, net income, kwa kuwa ilikuwa inatolewa. Mambo mengi yalikuwa mazuri. Kuna mambo yalikuwa mabaya kama car tax, na bunge letu la taifa la Kenya kama kutenda kazi yake ilikuwa imeondoa hayo yote. So kwa hivyo huwa nawakambia wa Kenya, sikiza kwa makini third reading ama committee of the whole house. Na ukiona kamati chairman, mwenyekiti wa kamati akisema I beg to move an amendment, hiyo peke yake tu, hiyo ni kumaanisha ile mswada original from executive ina subject ku amendiwa. Okay. Na hii na amendment ni kwa ajili ya matakwa ya wananchi kupitia public participation. Namba ya pili, hii miswada yote ya bunge ikiwa bado ni bills ama imeidhinishwa kama sheria, ikiwa sheria inaenda kwa library ya bunge na uta download, ikiwa ni bills unaenda kwa process ya bills ambayo inaendelea na uta download. Finance bill 2026 ukiingia sasa website you will download. Na mimi nauliza tu sasa ile una download kwa kuwa finance bill ni ya movers, sio sheria tabidi ni ya inaguza sheria mingi. Pia na uko na sheria kama income tax, kuwa na sheria ya income tax. Kama ni VAT sote tukaangalia ikisema delete, uende utafute ni nini na delete. Ukisema delete kama ni VAT, ukidelete inaenda which schedule, unafaa kuielewa. Let me ask Mheshimiwa Ruto, huwa tunaona wakati ambapo bajeti zinasomwa, wakati ambapo ripoti zinatolewa kwa mfano na KNBS, kuna kuwa na mwananchi version. Is it not possible to come up with a mwananchi version? Number 1, but number 2, hiyo mwananchi version ihakikishe kwamba haifichi, kwa sababu kuna mambo mengine unasikia yamefichwa katika sijui document, alafu kuna hii mwananchi version for the sake ya wananchi wengi kuweza kupata, kwa sababu watu kinipatia a whole volume, I mean maybe hukumu anaweza akasoma, mimi naweza na wewe, lakini wengi wa Kenya labda hata muda wenyewe wa kuweza kusoma a whole document hawana. Okay, number 1, Kenya, we are also a common law country. Tunafuata yale yaliyoko na mzungu. So most of publishing gazette notices in English. But tumejaribu tuhesabu kama bunge, because now bunge na kotini imeshurutisha miswada kama hayo tufanye public participation kwa counties. So tunatoa kitu inaitwa explainer. Hiyo ndio mwananchi copy. Okay. Tunaweka kwa Kiswahili na tunaweka hii sheria inakusa nini. Unaweka explainer pale. Lakini ukiona the bill itself, itabidi ukuwe na the original laws. So sio tukuficha. Ikisema delete, amend, introduce section something, unafaa kukuwa na sheria ule kama Biblia ndio fanya reference. So jambo la pili ambalo nataka kueleza kwamba public participation, na niwapatie wahakikishaji wa Kenya,
muaje kudanganywa. Angalia ripoti ile inatolewa ya mwisho baada ya public participation na ile inaenda third reading, itakuwa inapepa maoni ya wananchi. Na ujue maoni ya mwananchi si yako peke yako. Kama sasa tunafanya stakeholder engagement, tunakusudia kuona zaidi ya sectors karibu 200 na. So baadaye tutaanalyze, tuone zile vitu zinaingiliana, tuone hii iko na usito, ndio tunaamen. Lakini yote report yote ngawa ni kubwa, itaelezea ya kila mtu. Okay. Tukimalizia mheshimiwa kwa sababu ya muda. Data. Hii swala la data ile. Yes. Hii kitu imekuwa ikikuja. KRA wako na changamoto kubwa kwa ajili ya innovation. So kwa ajili ya innovation and way of expenditure, si kama zamani watu walikuwa wanalipa kupitia benki. Ni expenditure transaction kidogo sana inafika kwa benki kwa sasa. Transaction mingi inapitia kwa simu. Lakini sio kila mtu. Wakati KRA inafanya assessment, sheria inasema unafaa kufanya self assessment. Ile unajifanyia mwenyewe self assessment yako na una file returns yako. Lakini wakati kuna kitu KRA iko na sababu ya kufanya investigation ya kitu, hiyo ndio wakati inatafuta kukuwa na nguvu ya kufuata wewe kama mtu binafsi if you are evading taxes. Tumeelewana? Lakini sheria hata kwa sasa pila hata kupitia hiyo sheria inapatia uwezo wewe kama mlipa ushuru ujifanyia kitu inaitwa self assessment taxes. Lakini hata hivyo bado tuko na changamoto. Yes, data protection law iko na limits, lakini pia inapatia uwezo investigating agents kama EACC, kama DCI kwa sasa wako na uwezo ya kuingia when they are investigating on somebody kuona your but there are limits on that. So pia tunajaribu kuambia KRA, why can you modernize your request kama EACC na DCI, kama kuna kitu unafaa kufuata kwa serikali ama ulize kotini kupatia uwezo kuona, sio ikuwe blanket at a press of a button, you can misuse that. So tunajaribu create limitations, but again we want to avoid holding hands Kenya Revenue Authority and people now because of innovation. Payments have changed. Transactions have changed. So we also need to empower KRA to be able to modernize their space of following up evasions on taxes. But it should be so limited to a case by case. Mheshimiwa Julius Ruto, shukrani sana kwa muda wako. Nadhani kwamba kadri muda unavyoendelea kusonga, ili swala la mswada wa fedha tutazidi kuizungumzia zaidi, ili msikilizaji ama Mkenya wa kawaida aweze kubaini ukweli na urongo. Lakini niwaulize tu Wakenya kwa mwisho kwa kifupi, tujifunze kujisomea. Tuaje kudanganywa na kila kitu kiweka siasa inaharibika. Tunapenda siasa, lakini finally tuko na nchi ya kulinda na ya kutunza. Hii wanasiasa wako kwa sasa watakuwa kwa miaka 5, miaka 10 wataenda, but Kenya na mimi na wewe tutakuwa hapa. Vijana ambao tuko kwa sasa tutakuwa miaka ijayo. Lazima tutengeneze Kenya ambayo inatutosha wote. Mheshimiwa Julius Ruto